Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa 5 wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine, ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu, Kitunda, Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi. Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani watuhumiwa waliotekeleza tukio hili baya na la kusikitisha, na litaendelea kufuatilia kwa karibu shauri hili na mengine ili kuona haki inatendeka dhidi ya watuhumiwa waliotenda tukio hili. Angalia aina ya wahusika wanaojulikana kama kina Side, lakini wa maeneo yametajwa kama ulivyosikia Kitunda Kibeberu. Kwa kushirikiana na mamlaka hizo za kisayansi tulimpata mtuhumiwa mwingine wa 5 ambaye nimemtaja kwa jina, na baada ya kuhojiwa kwa kina akatuongoza mpaka eneo husika na wataalamu na yeye wakaweza kufukua, ndio maana nimesema ardhini, na kupata hicho kilichokosekana kwenye mwili wa marehemu. Ukikutana na mili kama ile, lazima uwe na wataalamu ambao kazi yao ni kuchunguza vyanzo vya vifo, pathologist. Lakini lazima ujue kuna watu wanaitwa government chemist, kuchunguza hiki, kuchunguza kile na kulinganisha na kile. Nyewe wenyewe mna kumbukumbu za watu wanaoshughulika na masuala ya DNA. Nakumbuka kuna watu ambao ni wataalamu wa masuala ya cyber experts. Na polisi kama taasisi hawapaswi kukurupuka na jambo au kwenda kwa pressure, hasa unapochunguza jambo fulani. Ndio maana sisi tunatulia, tunafuatilia, kwa sababu tunajua mwisho wetu sio habari, mwisho wetu ni mahakama za kisheria.